Makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar akamatwa na watu wenye silaha katika makazi yake Juba. Watoto wawili wa jinsia ya kiume wa familia moja wilayani Bariadi mkoani Simiyu wafariki dunia kwa kuzama kwenye shimo la kuhifadhi maji yenye kemikali. Na katika michezo, serikali yafanya kikao na viongozi mbalimbali wa mpira wa miguu kuhusu mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba na Yanga baada ya kuhairishwa. Hujambo mtazamaji na karibu katika habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo tayari mtazamaji kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Yalano Singalawa. Mtazamaji karibu, na moja kwa moja tunaanzia nchini Sudani. Makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini Riek Machar amekamatwa na watu wenye silaha katika makazi yake yaliyopo Juba nchini humo. Tupate taarifa zaidi. Taarifa za kukamatwa kwa Machar zimeanza kusambazwa leo Machi 27, 2025, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini Sudani Kusini kikieleza kukamatwa kwake kunahusishwa na mgogoro wa muda mrefu baina yake na Rais Salva Kiir. Msemaji wa upinzani Paul Maideng amesema kupitia mkanda wa video usiku kwa mkia leo siku ya Alhamis kwa Machar amekamatwa na kufungwa na serikali na maisha yake yako hatarini. Kufuatia taarifa hiyo, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa UN nchini humo Nicholas Hayson amesema pande zote zinapaswa kujizuia na kudumisha mkataba wa amani uliohuishwa. Tovuti ya France 24 imeripoti kuwa msafara wa magari 20 yaliyokuwa na silaha uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu wa Juba na kumtia mbaroni. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani Kusini vilivyodumu kwa muda wa miaka 5 na kusababisha kuuawa kwa watu 400,000 vilimalizika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyowaleta pamoja Rais Salva Kiir na hasimu wake Machar katika serikali ya umoja. Haji Bugege, Channel 10 Plus. Wakati taarifa ya kukamatwa kwa makamu huyo wa rais ikitolewa, chama chake cha upinzani kupitia kwa naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Sudani Kusini Oyeti Nathaniel Pierino amesema kukamatwa kwa makamu huyo wa kwanza wa rais kumeyabatilisha makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018, na hatua hiyo sasa inatishia kuitumbukiza tena nchi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Marekani leo imetoa wito kwa Rais Salva Kiir kumwachilia huru mpinzani wake Riek Machar anayedaiwa kuwa chini ya kifungo cha nyumbani, na kusema sasa ni wakati wa viongozi hao kuonyesha kujitolea kwao kwa amani. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, ofisi ya Marekani ya masuala ya Afrika imesema wana wasiwasi kutokana na ripoti kwamba Machar yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Ofisi hiyo imemhimiza Rais Kiir kubatilisha hatua hiyo na kuzuia kufanya hali hiyo kuwa mbaya zaidi. Hata hivyo, jeshi la serikali ya nchi hiyo pamoja na msemaji wa serikali hawakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu hali hiyo. Hapo jana, chama cha Machar cha SPLM-IO kilisema kuwa waziri wa ulinzi na mkuu wa usalama wa kitaifa waliingia kwa nguvu katika makazi ya Machar na kuwasilisha waranti ya kukamatwa kwake. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Watoto wawili wa kiume wa familia moja, wakazi wa kijiji cha Bulumbaka, kata ya Mwaibungi, wilayani Bariadi mkoani Simiyu, wamefariki dunia kwa kuzama kwenye shimo la kuhifadhi maji yenye kemikali yanayotumika kulainishia udongo kwenye machimbo ya madini ya dhahabu ya mgodi wa Gasuma namba 1 uliopo wilayani humo. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu ASF Faustine Mtitu amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akitaja chanzo kuwa ni kunywa maji hayo na kukosa hewa ya oksijeni. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo Bwana ametoa jina lake lihimidiwe.
Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Mwili wa kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Anangise Ipiana, jina maarufu kama Joti, mwenye umri wa miaka 33, amekutwa ametupwa kando ya mto Magege unaotenganisha mtaa wa Mwafute, kata ya Ilemi, na mtaa wa Mwambenja, kata ya Igazo, jijini Mbeya, huku chanzo cha kifo chake kikiwa bado hakijafahamika. Tupate taarifa zaidi. Wananchi wa mitaa ya Mwafute na Mwambenja katika kata za Ilemi na Igazo jijini Mbeya wamesema matukio ya watu kutupwa katika eneo hilo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara, huku akieleza walivyomfahamu marehemu Joti. Jana nakumbuka saa 2 na saa 2:30 ndio nimekutana naye hapa, tukasalimiana tu, lakini hatukuweza kuongea chochote kwa sababu nilikuwa niko busy na pika zangu na yeye ndo yuko busy na pika zake. Leo hii ndo nikawa napigiwa tena simu, naambiwa tu kwamba bana kuna ndugu anasema amekufa, nenda huko, wakati nilikuwa najiandaa kwenda kazini. Ndio hivyo nasema nifike nimwangalie ni nani, ndio ananiambia ni Joti. Kwa kweli matukio yanaleta picha mbaya kwa sisi ambaye tuko jirani. Kwa sababu yani mtu anaweza kutengenezea mazingira mbali alafu akaja kurusha humu. Maana yake sasa tungekuwa tunajua kusema hivi hapa ni sisi labda pengine wamefanya hivyo. Furukushani zote tungekuwa tunazisikia, lakini hatujasikia. Sisi tuko barabarani kabisa, tunashangaa asubuhi watu wawili wamesimama hapo, wanaanza kushangaa kuna nini, kuna nini, kuna nini. Tunauliza, wanasema kuna mtu amekufa huko. Kwa kweli hili tukio limetushangaza. Asubuhi tumeamka tunashangaa, watu wanasema kuna mtu yuko kolongoni amekufa. Kuja kuangalia ni Joti. Basi katika kumuona ni Joti, kwa kweli Joti ametuma roho. Mimi kwa wangu mimi kama mimi, Joti alikuwa ni mteja wangu. Anakokaa nilikuwa sijui. Anakuja ananiungisha kibandani, anaondoka. Licha ya kuelezea juu ya tukio hilo, wananchi hao wameiomba serikali kujenga daraja la kisasa katika eneo hilo, kwani limekuwa na matukio ya miili ya watu waliofariki kutupwa. Tunaomba sana msaada kwa ajili ya hili daraja. Ni daraja bovu sana, afu ni daraja kubwa ambalo limebeba watu wengi sana. Lakini hatoni kila mara kwa mara. Miaka na miaka wanapima, wanachukua na udongo, lakini hatoni mafanikio. Kwa kweli hili daraja ni kero. Kwanza, sasa hivi wameligeuza ni dampo la kutupia watu, sio mtu wa kwanza huyu. Sasa hata nyewe wenyewe mkiliangalia hili daraja, nimejaribu kulalamika hata kwenye mikutano kwamba labda mikutano hii tuhame tukakalie pale kwenye daraja. Kwa upande wake, polisi kata wa kata ya Ilemi, mkaguzi msaidizi wa polisi Elibariki Daudi, ameitaka jamii kutoa taarifa za matukio ya uhalifu katika maeneo yao, huku kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya Malumbo Ngata akielezea tukio hilo. Niwaombe tushirikiane na jeshi la polisi. Lakini vijana wengi sasa hivi wanahusika kwenye kutumia madawa ya kulevya na kuvuta madawa ya kulevya. Jamani, hawa ni watoto wetu wanaharibika. Tuwafichue watu kama hawa. Sawa? Tutoe taarifa tuwasaidie hawa watoto. Mtoto mdogo anaanza kuvuta bangi. Baadaye akiwa mtu mkubwa nini kinatokea? Mtoto mdogo anauza bangi. Alitoa taarifa ni raia mwema ambaye alitueleza kwamba kuna uwepo wa mtu ambaye ametumbukia kwenye korongo ambalo lipo kwenye mtaa wa Mwafute. Ni kweli kumekuwa na matukio ya namna hii, japo si mengi, lakini yamekuwa ni machache na yanatokea mara chache sana, na yanakuwa na sababu mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana wito wetu tunataka kuanza kwamba wananchi wenyewe kwa sisi tuwe walinzi baina ya wenzetu. Aziza Bakari, Channel 10. Na mtazamaji, na moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine kutokea nchini Niger. Mkuu wa jeshi la Niger, Jenerali Abdurrahmani Chian, ameapishwa kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo kwa kipindi cha miaka 5. Chian ameongoza Niger tangu mwaka 2023 baada ya kumuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum kupitia mapinduzi ya kijeshi. Chini ya katiba mpya, Jenerali Chiani amepandishwa cheo hadi jenerali wa juu wa jeshi na kutangaza kuvunjwa kwa vyama vyote vya kisiasa. Niger imekumbwa na mashambulizi ya wanajihad kwa miaka mingi, hali iliyochangia mapinduzi hayo. Itakumbukwa nchi hiyo, Mali, Guinea na Burkina Faso imekata uhusiano na Ufaransa na kuimarisha ushirikiano na Urusi.
Na mtazamaji, na sasa ni mkoani Mara. Familia ya Evelyn Msuba mwenye umri wa miaka 75, mkazi wa manispaa ya Musoma mkoani Mara, wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mkuu wa mkoa wa Mara kwa kutoa fedha kumwezekea nyumba yake, ikiwa ni miongoni mwa nyumba zilizoizuliwa na upepo. Musa Makali ana taarifa zaidi. Machi 23 kuamkia Machi 24, 2025, hapa ni nyumbani kwa Bi Evelyn Msuba katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Miongoni mwa nyumba ambazo zilipata maafa makubwa baada ya mvua iliyonyesha ikiambatana na upepo mkali iliezua nyumba ya bibi huyu. Na kisha mkuu wa mkoa wa Mara Kaneleva Simtambi, wakati akipita kuangalia tathmini ya nyumba ambazo zimepata maafa, alipita kwa bibi huyu kisha kutoa maelekezo kwa katibu tawala mkoa wa Mara kuhakikisha nyumba hii inaezekwa na kurejesha maisha ya kawaida ya bibi aliyoyazoea. Hatimaye furaha ya bibi huyu imerejea baada ya maagizo ya mkuu wa mkoa kukamilika. Ni Mungu si Asumani baba, mtoto wa watu akanisaidia. Waendelee tu vizuri na kazi yao. Wamenisaidia. Nilikuwa nalala huko na mvua inaninyeshea. Sina mtoto, nani angenijengea? Si nilikuwa nimeisha. Bwana alikufa. Nakwambia niliingia nikafurahi. Roho ikatakata kabisa, nikasema kumbe kuzaa kuzuri. Na mimi angenipako mmoja hata kama huyu. Na asaidie wengine, sio lazima nisaidie mimi. Asaidie naye wengine kama huyo alivyonisaidia. Hapo off kwetu ilikuwa kwamba hapo yani tulikuwa hatuna hata uwezo wa kurejesha hii nyumba. Ila tunamshukuru sana yeye kwa kuturejeshea hii nyumba. Ameweza kumsaidia bibi yangu kwa kiasi kikubwa. Bila yeye sisi tusingekuwa hapa sasa hivi. Sijui tungekuwa wapi mpaka sasa hivi. Baadhi ya majirani wakazi wa maeneo haya wanapongeza utu ulioonyeshwa na serikali ya mkoa kwa kumsaidia bibi huyu, huku akikumbusha serikali kukamilisha mapema tathmini waliofanya na kurejea kuwasaidia wakazi hawa. Na pia tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi kata Kitadi tulipata maafa kutusapoti. Ombi langu ni kwamba naomba utekelezaji ili waliofanya tathmini waje watekeleze, maana utekelezaji tunaosubiri. Kama tathmini imeshafanyika basi waharakishe kuwaletea wananchi ili waweze kujikomboa. Wengine mpaka sasa hawana sehemu ya kulala na vyakula viliharibika. Ni siku takriban 5 hadi sasa toka nyumba kuezuliwa na upepo hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Zipo jitihada za baadhi ya wananchi kuanza kurejesha nyumba zao, lakini bado wapo ambao wanahitaji msaada wa serikali kuhakikisha makazi yao yanarejea. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Baada ya miezi miwili kupita katika jiji la Goma, mabenki kufungwa, hatimaye kundi la wanamgambo la M23 waunda mfumo wao wa fedha. Tangu jiji la Goma kuwa mikononi mwa kundi la wasi wa M23, benki zote zimefungwa kwa maagizo ya serikali ya DRC. Kutokana na hali hii, baadhi ya watu wamekuwa wakienda kutoa pesa kupitia ATM zilizopo nchi jirani ya Rwanda, lakini shughuli za kawaida za kila siku kama vile kuweka au kutoa pesa kwenye matawi ya benki haziwezekani tena. Kwa sababu hiyo, uchumi wa jiji hilo umeyumba na fedha za kigeni zimekuwa adimu. Ndipo M23 inataka kuunda mfumo wake wa kifedha unaoitwa Mamlaka ya Udhibiti wa Sekta ya Uchumi, Fedha na Bima. Kwa mujibu wa shirika moja la habari la kimataifa kuwa muundo huu tayari umeundwa na upo kwenye makaratasi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wakulima nchini wametakiwa kuchangamkia mikopo yenye riba nafuu ya kilimo kwa mazao ya chakula baada ya Umoja wa Mataifa kupitia mfuko wa hali ya hewa ya kijani kutoa dola milioni 100 kwa benki ya CRDB kwa lengo la kuwawezesha kupata teknolojia na mbinu za kilimo. Dita Nyoni kutoka Ruvuma anatutaarifu zaidi. Hayo yamebainishwa na meneja wa mradi wa chakula Peter Christopher kutoka benki ya CRDB wakati wa semina siku moja kuwawezesha wakulima na wafanyabiashara mkoani Ruvuma ili kuchangamkia fursa ambazo zimelenga kuwasaidia wakulima wanaolima mazao ya chakula. Pia wanatumia zana za kisasa zinazohimili athari za mabadiliko ya tabia nchi pasipo kutegemea kilimo cha majira ya mvua, ili kuweza kuvutia wakulima wengi waweze kukopa. Na katika kukopa, practice wanazokopa ni zinazowawezesha kupata mavuno mengi. Kwa lengo lako mbali na
kuongeza usalama wa chakula ni kubadilisha maisha ya wakulima ili waweze kutoka kwenye maisha duni waweze kupata maisha bora kwa sababu ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo fursa mbalimbali zinatakiwa ziweze kujitokeza, na ndugu zetu wa CRDB wamefika leo hapa ili kuweza kutupa semina kuhusiana na fursa zinazopatikana katika benki ya CRDB. Kwa upande wa meneja wa biashara CRDB kanda ya Kusini Emmanuel Biganio amesema ndani ya Afrika ni benki 3 ambazo zimepewa mradi huo kwa lengo la kuwawezesha wakulima kupiga hatua, ambapo mkopo unaanzia shilingi 200,000 hadi bilioni 5, huku baadhi ya wakulima wakiomba mikopo hiyo itolewe kwa wakati ikiambatana na elimu. Ni kwamba tunataka wenye viwanda tuweze kuwezesha viwanda vyao viweze kutoa unga safi, lakini hata mabaki ya mahindi yaweze kutumika pia kwenye chakula cha mifugo na kadhalika. Uwe tayari kukopa, na katika kukopa uwe mwaminifu. Wengi tunashindwa kupiga hatua kwa sababu tu ya uaminifu. Unakopa fedha benki, haurudishi. Kuto kukupa majibu sahihi inamchanganya mkulima, kumtoa katika hali ile ya kupata pembejeo zake na mbegu kwa wakati. Mwisho wa siku anajikuta kwamba anaingia katika kilimo ambacho kimepita muda. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni. Na sasa ni mkoani Singida. Wananchi wa kijiji cha Mbelekese wilaya Iramba mkoani Singida wameshukuru serikali kwa kutatua changamoto ya mawasiliano ya simu katika kijiji hicho kwa kujenga mnara wa simu ambao umewasaidia wananchi wa eneo hilo kuwa na mawasiliano ya uhakika. Tupate taarifa zaidi. Kumekuwa na changamoto ya mawasiliano ya simu katika baadhi ya maeneo mbalimbali nchini, hasa maeneo ya vijijini, hali inayosababisha wananchi kushindwa kutoa taarifa au kupata taarifa mbalimbali. Wananchi wa kijiji cha Mbelekese wilayani Iramba mkoani Singida, adha hiyo ya kukosekana kwa mawasiliano katika kijiji hicho sasa basi baada ya serikali kujenga mnara wa simu. Mnara huu umetusaidia hata kwa kutoa pesa, kutuma pesa na mawasiliano pia. Hata kwa kibiashara umetusaidia. Lakini zamani pale mpaka uende kwenye mpando ambao unaweza ukapanda sehemu ndio upate mawasiliano. Kwani baada ya kujengwa mnara huu tayari mawasiliano hapa sisi hayasumbui tofauti na zamani. Kwani zamani tulikuwa tunatumia minara ambayo iko nje na eneo hili, ambaye usikivu unapompigia mtu ulikuwa unasumbua sana. Lakini hapo awali hali ilikuwaje kabla ya mnara huo kujengwa? Sisi kama kata ya Mbelekese, wananchi wa Mbelekese, kwanza tulikuwa tunapata tabu kwenye mawasiliano. Tulikuwa tunatumia minara ya wenzetu, minara ya mbali, Singida, Kiomboi, Dago. Kwa hiyo eneo hili mawasiliano yalikuwa ni magumu sana. Tukitaka kuingia kwenye mambo ya mitandao ku Google, tulikuwa tunapata shida sana mpaka tuende Kiomboi au Singida ili tuweze kufanikisha hiyo huduma. Kwa hiyo kuletwa kwa huduma hii, wananchi wa Mbelekese tumefurahishwa sana na huduma zinaenda vizuri sana. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali PAC na viongozi wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF wanafika kijijini hapo kuona mnara huo, na hapa wakatoa salamu zao kwa wananchi. Tunachukua fursa hii kuipongeza serikali kwa utekelezaji ambao umefanyika mpaka sasa hivi na unaendelea kufanyika. Tumejionea mnara huu umewashwa, lakini kuna minara mingine ambayo imewashwa ambayo ni kazi ya 56% ya minara ile 758. Kwa hiyo ni juhudi kubwa serikali imefanya. Mnara mmoja tu kuweka ni mamilioni ya mamia. Kuzinduliwa kwa mnara huu ni utekelezaji wa mpango mkubwa wa kujenga minara 758 ili kuwezesha wananchi wa Tanzania kuwa na mawasiliano ya uhakika. Na hii itawezesha wananchi wetu wa Tanzania kuingia katika mfumo wa kiuchumi wa kidijitali. Kutoka wilayani Iramba mkoani Singida, Rafur Kinala. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amepiga marufuku na kutoa onyo kwa uongozi wilaya Hanang kuchangisha wananchi fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa kutokana na serikali kutoa fedha za kutosha kwa lengo la ujenzi wa shule hiyo.
Wilaya Hanang ni moja ya maeneo yanayotekeleza sera ya elimu inayotaka kila kijiji kiwe na shule ya msingi na sekondari kila kata. Lakini kutokana na changamoto upungufu wa vyumba madarasa hususan shule za msingi unaopelekewa na ongezeko kubwa la watoto shuleni, unapelekea kuanzishwa kwa uchangishaji wa michango kwa wananchi maeneo ya vijijini. Akiwa kwenye ziara kukagua miradi inayotekelezwa na serikali, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga kwenye kata ya Laganga na Isponga akabaini uchangishaji mkubwa wa michango kwa wananchi kwa ajili ya ujenzi wa shule. Kwa hiyo huko majumbani huko, kama mmefuga vikuku vyenu, hakuna kwenda kuuza. Chinjeni, mchemshe supu, mnywe vimashavu vijae. Hawa jamani, Mama Samia analeta fedha za kutosha kwenye miradi. Nyinyi wenyewe mkisema kwamba mnaamua kuunga mkono juhudi za serikali, nyinyi wenyewe mmeamua kwamba tumeletewa fedha, basi kuja sisi tukafanye msingi, japo tuchimbe msingi kwa sababu mradi ni wa kwetu. Lakini sio lazima mgongee asubuhi saa 12 na mkeo hujaamka uende kuchimba msingi. Hakuna hiyo. Kazi ambayo imeshafanywa na serikali. Zipo changamoto ndogo ambazo bado hazijamalizwa. Na ndiyo maana itakapo ndani ya mkoa wa Manyara zimetolewa zaidi ya bilioni 335.6. Makofi ya kutosha. Shule ya msingi Nyanshi iliyopo kata ya Laganga kijiji cha Nyanshi ni mojawapo ambayo wananchi wake wanaiomba serikali kuona uwezekano wa kuweza kuwaongezea vyumba vya madarasa ili watoto wao kuweza kusoma katika hali nzuri. Tunazo changamoto kuhusiana na shule yetu ya Nyaemi. Shule yetu ya Nyaemi ina madarasa pungufu, alafu wanafunzi wetu wanasoma kwa shida, hamna madawati, watoto wanakaa chini. Lakini ina madarasa 8 tu ambayo pengine watoto wanakaa, na vile ile shule kama imesahulika kwamba toka mwaka 2006 wananchi wakaibua ile shule. Ziara hii ya mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga katika wilaya Hanang ambayo itadumu kwa siku 4 imebeba kauli mbiu inayosema sivui buti mpaka kieleweke. Kutoka wilaya Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo ya Elia Kimani ndivyo ambavyo inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine, na utakuwa naye Uwinga Teresa Witness Alano Singalawa katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Na asante Philipina Ndwata. Wasaa mwana michezo, tukadunde viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa, ama waweza kuniita Uwinga Teresa. Na moja kwa moja kubwa siku ya leo ni kuhusiana na ile dabe babu kubwa, dabe ya Kariakoo, dabe ya watani wa jadi Simba pamoja na Yanga, ambapo mapema leo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amefanya kikao na viongozi mbalimbali wa mpira wa miguu kuhusu mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Yanga Simba uliokuwa ufanyike Machi 8 mwaka 2025 kabla ya kuahirishwa. Kikao hicho kimefanyika katika moja ya kombe za mikutano katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kikiwahusisha viongozi wa klabu za Simba, Yanga, viongozi wa bodi ya ligi TPLB pamoja na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Wakati sintofahamu ya mchezo wa Kariakoo Derby ambao ulipangwa kupigwa Machi 8 kati ya Yanga dhidi ya Simba ikiendelea, leo hii waziri mwenye dhamana ya habari, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amefika hapa katika ofisi za BMT katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuzungumza pamoja na bodi ya ligi na viongozi wa timu hizi mbili kwa maana Simba na Yanga. Na sasa tukapata kusikia japo kwa uchache. Kwa tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, tutakujua na tuweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi,
isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa walikuwa wanataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kufikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huu umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa nichukue fursa hii kufikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia. Kuja na lipi na msimamo wenu kama klabu ni upi? Sasa siwezi kutoa msimamo, maelezo yanatolewa na wizara ambao wametualika. Kwa hiyo tukimaliza kikao tutaweza kuzungumzia. Okay, lakini mmekipokeaje kwanza kikao hiki kwenu? Ni utamaduni wa kawaida, mbona tunakutana mara nyingi na wizara? Sijui kwa nini imetrigger watu wamekuwa na attention kubwa. Uioni kwamba pressure yake ni kwa sababu ya ule mchezo ambao uliahirishwa? Kwa sababu kikao hakuzungumzia agenda ni ipi. Ni vigumu kuweza kujua kwamba pressure ni ya kitu gani. Sawa, basi tukuache uende bwana. Kila la heri. Ni sehemu ya ambayo yamejiri katika kikao hicho. Kutoka katika uwanja Benjamin Mkapa, mimi ni Eden Bahati na hii ni Channel 10 Michezo. Namna hivyo kama ambavyo umeona Engineer Harris Saidi akiwa ametoka katika kikao na waziri mwenye dhamana, lakini pia tunamwona hapo kiongozi pia wa Simba naye akiwa akiingia katika kikao hicho ambacho kimefanyika mapema leo hii. Nikiachana na taarifa hiyo, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewakabidhi eneo la mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu wa ujenzi wa uwanja huu ambao uko unafanyika Dodoma kwa kampuni ya Limonta SPA kutoka nchini Italia ambao itajengwa uwanja huo. Taarifa zaidi na mchezo wetu Witness Matiku. Akizungumza wakati wa makubaliano hayo kwa kusaini mkataba na mwakilishi wa kampuni hiyo Angelo Redolfi katika kata ya Nzunguni jijini Dodoma, mahali ambapo uwanja huo unajengwa, Msigwa amesema kuwa uwanja huo utakabidhiwa kwa serikali baada ya miezi 24 na serikali itafuatilia mradi huo kwa ukaribu ili uwe wenye viwango na kukamilika kwa wakati kwa ajili ya kutumika kwenye mashindano ya AFCON 2027. Kusaini mkataba wa ujenzi wa uwanja wa Dodoma na kampuni ya Limonta SPA ya Italia. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi eneo la ujenzi, inaitwa site possession. Kwa tunawakabidhi Limonta SPA eneo hili ambapo watajenga uwanja wenye uwezo wa kuchukua watu 32,500. Uwanja wetu unajengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 358. Tunategemea mradi huu utekelezwe kwa muda wa miezi 24 na utakabidhiwa kwetu baada ya kipindi hicho. Kwa hivyo leo, baada ya tukio kubwa la kusaini mkataba, leo ilikuwa ni siku ya kuja kuwakabidhi site, na tumewaelekeza kwamba serikali itafuatilia mradi huu kwa macho ya karibu kuhakikisha kwamba unatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuona Dodoma ina uwanja ambao serikali imeahidi na uwanja ambao umeahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Na tumekubaliana na kampuni ya Limonta kwamba baada ya kusaini haraka kazi zinaanza. Kama mnavyoona vifaa tayari tumeshaanza kuvileta. Maana yake hapa mara moja kazi za kusafisha eneo zinaanza na ujenzi utaanza mara moja ndani ya miezi 24. Serikali kupitia wizara ilisaini mkataba wa ujenzi wa kampuni ya Limonta Februari 13, 2025 jijini Dodoma, ambapo utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 358 na utakuwa na uwezo kubeba watu 32,000 pindi utakapokamilika. Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Shukrani mwana michezo wetu Witness Matiku kwa taarifa hiyo.
Kwingineko katika mkoa wa Kigoma, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoani humo UVCCM Emmanuel Ebuya ameendelea kutoa vifaa vya michezo kwa vijana, lengo likiwa ni kuhamasisha kujenga umoja na mshikamano kupitia michezo. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu Mwajabu Hoza. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa UVCCM Emmanuel Ebuya wakati wa ziara yake mkoani Kigoma yenye lengo la kuhamasisha vijana kujitokeza kupiga kura wakati wa uchaguzi mkuu. Katika ziara hiyo alikabidhi mipira na jezi kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Mchezo hoi. Dr. Samia na hivyo kupunguza changamoto ya vifaa vya michezo. Kwanza nasema asante kwa mwenyekiti wetu Emmanuel, ameweza kutupatia mipira miwili ya football. Tunashukuru. Kiukweli uwanja wetu sio mzuri. Kama hivyo unavyoona uwanja ni mbaya, haupo vizuri. Hapa michezo inaelezwa kuwa na umuhimu mkubwa kwa afya, lakini pia ni fursa za kiuchumi. Michezo imeshikamana na taaluma. Kwa sababu mtoto anapopata muda kwenda kucheza, anapata nguvu mpya ya kuweza kusoma. Michezo ina faida kwetu vijana kwa sababu licha tu ya kufanya mazoezi, kuweka mwili uwe na afya, pia ni chanzo cha ajira. Akiwa kijiji cha Kibingo, kata ya Rusohoko, wilaya ya Kibondo, mara baada ya mkutano wa hadhara, akazindua mashindano ya mpira wa miguu na kutoa rai kwa vijana. Kwa kweli nimefurahi na nimefarijika sana kuona vijana wanafanya michezo, vijana wana nguvu, wana hamasa kubwa ya kutosha. Rai yangu ni waendelee kuwatia moyo, michezo waifanye kama sehemu ya kazi kabisa. Sababu michezo sasa hivi inalipa. Waifanye kama kazi, wacheze kwa bidii. Na kwa mkoa mzima kila ninakopita nitaacha mipira ili kuhakikisha kwamba tunajenga umoja na mshikamano miongoni mwa vijana wenzetu. Lakini tunaendelea kuwasihi vijana wenzetu waendelee kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi, waendelee kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, amejipambanua vizuri kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Kutoka wilaya ya Kibondo, Mwajabu Hoza, Kigoma. Namna hivyo Mwajabu Hoza ndio anayekautua upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko? Moja kwa moja tuungane na mwanamchezo wetu kufahamu kinaga ubaga yale ambayo yamejiri kimataifa. Mchezaji wa kimataifa anayecheza soka la kulipwa nchini Saudi Arabia katika klabu ya Al Nassr na timu ya taifa ya Ureno, Cristiano Ronaldo anaendelea kuwa mmoja wa wanamichezo wenye ushawishi mkubwa duniani, hasa upande wa mitandao. Inaripotiwa kuwa ili tangazo la kibiashara kupostiwa kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, gharama za kulipa ni dola milioni 3.23 kwa kila chapisho kwenye mitandao ya kijamii, huku akiwa na wafuasi milioni 651. Hii inafanya kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi katika sekta ya michezo na biashara. Kwa mujibu wa viwango vya ubadilishaji wa fedha, kiasi hiki cha dola milioni 3.23 ni sawa na takriban shilingi bilioni 8 milioni 523,340,000 za Tanzania. Hii ina maana kwamba ili mtu, kampuni au taasisi yoyote ipate kutangazwa na Cristiano Ronaldo kupitia Instagram yake, italazimika kuwa na bajeti kubwa ya mabilioni ya shilingi. Kutokana na ushawishi wake mkubwa, Ronaldo amekuwa mshiriki wa makampuni makubwa duniani kwa matangazo, jambo linaloonyesha thamani yake katika ulimwengu wa biashara na masoko ya kidigitali. Ushiriki wake katika kampeni mbalimbali za kibiashara umeendelea kuthibitisha kuwa yeye ni zaidi ya mchezaji wa mpira na ni chapa yenye thamani kubwa katika soko la kimataifa. Shabani Mpute, michezo kimataifa, Channel 10+. Namna hivyo taarifa ya kimataifa ndio inanipeleka upande wa burudani. Burudani tunaenda kutazama zile ambazo zinabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, TikTok na kwingineko. Na hii moja kwa moja mtandaoni inatoka ni vioja katika bunge huko nchini Australia, ambapo seneta nchini humo amewashangaza wanasiasa wenzake kwa kutoa samaki aliyekuwa amekufa bungeni. Seneta Sarah Hassan ambaye kutoka chama cha Greens alitumia samaki aliyekuwa ameoza na kunuka katika ishara ya kupinga mswada uliokuwa ukijadiliwa katika meza hiyo, ama mswada ambao ulikuwa ukijadiliwa kuhusiana na masuala ya mazingira. Waziri Mkuu Anthony yeye amesema kupitia chama chake cha Leba, anasema mswada huo unalenga kulinda ajira katika sekta ya ufugaji wa samaki, lakini pia ingelinda mazingira. Wana
mazingira wengi katika nchi ya Australia wanasema kuwa sekta hiyo inahatarisha spishi wa samaki wa asili kupotea katika kizazi kijacho na kizazi cha sasa, ambapo jambo la msingi ni mwanasiasa huyu ambaye ni seneta kutoka chama cha upinzani, yeye akaamua kuleta hoja na kumleta samaki bungeni ili tu kudhihirisha kile ambacho wanakitetea huenda kwa namna moja ama nyingine kinafanya kazi. Na ndivyo ambavyo na tamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, ni kurejeshe kwake Filipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya siku nzima ya leo. Na mtazamaji, ni Winga Teresa Witness Ngalawa ambaye ametamatisha habari za michezo pamoja na burudani. Na mtazamaji, nami ndivyo ambavyo natamatisha habari za kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Filipina Ndwata, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus, na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.